Maandiko inasema Warumi 3:23, for all have sinned and fallen short of the glory of God. Wote wametenda dhambi na wamepungukiwa na neema ya Mungu wote. Maana Yesu alijua sote tumetenda dhambi, akachukua dhambi zetu zote, dhambi za dunia nzima, dhambi za watu wote waliokuwa wamezaliwa, watakaozaliwa baadaye, watakaokuja baada yetu, akajitwika dhambi zao na akazilipa pale msalabani Kalvari. Wapendwa, dhambi sio kitu ya kuchezewa. Sin is ugly. Sin is ugly, wapendwa. Maandiko inasema in Mark 15:33, at noon darkness came over the whole land until 3 in the afternoon. Maandiko inasema Yesu alipokata roho, kuanzia saa 6 ya mchana hadi saa 9 jioni, masaa matatu, jua likawa giza. For the first time in history, the sun was switched off. Kwa sababu Mungu hangeangalia dhambi, Mungu hangetazama dhambi tena. Jua likazimwa, halikutoa mwangaza for 3 years. Wapendwa, dhambi si ya kucheza. It's a horrible thing. Ndio maana Yesu alikuja ili achukue dhambi zetu, ili achukue makosa yetu. Alijua hii. He knew the consequences of sin. It is death. It is eternal death, eternal punishment. Maandiko inasema ni moto wa jehanamu usiozimika milele yote. Biblia inasema kukawa giza, because sin is horrible. After this he said, it is finished. Baada ya kupewa kinywaji cha kumtuliza, baada ya kupatiwa divai iliyokuwa imechanganywa na nyongo ili ajitulize, maandiko inasema alipoionja tu akasikia ni damu, akaikataa. Na maandiko inasema hatimaye akasema maneno haya, na haya ndiyo yalikuwa maneno ya mwisho ya Yesu. Akasema it is finished. It is finished. Hii ni kumaanisha nini? What did he mean when he said it is finished? Because those were the last words that Jesus spoke on that cross of Calvary. It means that I have conquered. Nimeshinda. Nimelipa deni. Nimechukua dhambi za watu wote mwilini mwangu. Nimezitundika msalabani. Nimechukua aibu yote. Nimechukua laana. Nimechukua deni zote, uchungu wote, hukumu yote nimeichukua mwilini mwangu. He said that it is finished. Na aliposema hayo, wapendwa, maandiko inasema akakata roho. Aliposema hayo akakata roho. What are some of the lessons ambazo tunaweza kujifunza na Good Friday? Nimehighlight machache tu mambo ambayo tunaweza kujifunza nayo. Number 1, we must be committed disciples. Be willing to take stand for Jesus. Committed disciples. Tuwe watu ambao wanafunzi ambao wamejitoa na wako tayari kusimamia Yesu, wako tayari kusimamia haki. Maandiko inasema in Luke 9:26 and 27, for whosoever is ashamed of me and my words, then the Son of Man will be ashamed when he comes in his own glory and in his Father's and of the holy angels. Atakaye nionea aibu, Yesu anasema, ukimwonea aibu, umwonee aibu mbele za watu, na yeye maandiko inasema atakuonea aibu wakati atakapokuja na utukufu wake na wa Baba yake na pia wa malaika. Atakuonea aibu. Kwa nini, wapendwa? Bwana atuonee aibu. Amelipa yote, amelipa madeni yote, amelipa dhambi zetu, amejitwika laana, badala ya laana tumebarikiwa. Maandiko inasema, how shall we escape if we ignore such a great salvation? Praise the name of the Lord. Maandiko inasema, Paul akasema in Romans 1:16, for I am not ashamed of the gospel, because it is the power of God to salvation.
Mimi sionei injili ya Bwana aibu, sionei injili ya Yesu aibu, maana ninajua hii ni nguvu ya Bwana ya kukomboa, hii ni nguvu ya Bwana ya kuokoa. Sionei aibu injili ya Bwana. Usione aibu, usionei injili ya Yesu aibu, usionee mauti ya Yesu aibu, usione aibu, maana hii ni nguvu ya Bwana ya kutuokoa. Yesu aliaibika, lakini hakuona aibu, alidharau aibu. Ndio maandiko yanasema aibu ya msalaba. Alisulubiwa akiwa uchi, hana nguo, kwenye njia pana, watoto wanapita, wanawake wanapita, lakini Yesu, maandiko inasema, akaidharau aibu ya msalaba. Mpendwa, usiogope, usiaibike, kwa sababu usimwaibikie Yesu. Usiaibike kwamba umeokoka, usiaibike kwamba umesimamia haki, usiaibike mpendwa, simamia haki. Praise the name of the Lord. Maandiko yanasema pia kitu kingine hapa cha kujifunza, the commitment to be faithful disciple, kuwa mwanafunzi ambaye ni mwaminifu. Do not compromise, even in the time like this, a time of crisis. Do not compromise. Najua hatuji kanisani, we are not congregating in our churches as usual. Kila mtu ako kwake, anafanya mambo yake, but still remember that you are faithful disciple. Kumbuka wewe ni muumini, ni mwanafunzi ambaye ni mwenye haki, ambaye ni mwaminifu. Kumbuka hiyo, hata ukiwa nyumbani, hata ukiwa mbali na pastor wako. Kumbuka mpendwa, ya kwamba wahitajika kuwa mwaminifu katika njia zako, katika maisha yako, katika tabia yako, kuwa mwaminifu. Praise the name of the Lord. The other thing we would like to learn from Good Friday, the commitment to follow Jesus, kujitoa kumfuata Yesu. Mfuate Yesu hata kama itakugharimu nini. Mfuate Yesu hata kama hautakuwa popular. Be a follower of Jesus, be a disciple, be committed. Jitoe umfuate Yesu. Sikia vile maandiko inavyosema, Luke 9:62. No one who put, this is Luke 9:62. No one who puts his hand to the plow and look back is fit for the kingdom of God. Hakuna ambaye ananyoosha mkono wake aanze kulima kisha angalie nyuma, ambaye anafaa katika ufalme wa Mungu. Umekwisha okoka mpendwa, umekwisha muamini Kristo, usiangalie nyuma, usiangalie nyuma, usiangalie mahali ulipotoka. Wachana na mahali ulitoka, wachana na wale watu uliwacha, mtazame Kristo, mwangalie Bwana. Sikia vile maandiko inasema in Hebrews 10 verse 39, but we do not belong to those who shrink back and are destroyed, but to those who have faith and are saved. Sisi si wa wale ambao wanarudi nyuma, wanaangalia nyuma, wanaangamizwa. Shetani angependa uangalie nyuma. Shetani angependa kidogo mwache Yesu. Shetani angependa kidogo ufanye mambo ya dunia. Lakini maandiko inasema hapa, we do not belong to those who shrink back. We do not belong to those who turn back, who draws back. We do not belong to those people who are destroyed because of their turning back, who are destroyed because of looking back. But we belong to those who have faith and are saved. Praise the name of the Lord. Another thing to remember is just remember our Savior, the sacrifice He made and the penalty He paid on our behalf. Tumkumbuke mkombozi wetu. Tunaposhiriki meza ya Bwana, tunaambiwa tukumbuke, tunapokula mwili wa Kristo na kunywa damu yake, tukumbuke hii ni damu ya agano, na tukumbuke kufa kwa Bwana wetu Yesu Kristo. Alitufilia. Kumbuka mahali ulipotolewa.
Ijumaa njema kama hii ya leo, kumbuka ukombozi wako, kumbuka mkombozi wako, kumbuka wale ambayo ulichunguliwa, kumbuka gharama yote ambayo Kristo alilipa, kumbuka uchungu wote ambao Kristo aliopitia kwa ajili yako. Shetani asikudanganye na mambo ya dunia hii. Mtazame Yesu, yeye ndiye ana uzima wa milele. Biblia inasema he came that we may have life in abundance. Mtazame Yesu, mkumbuke Yesu, mkumbuke muumba wako wakati ungali uko hai. Mkumbuke alikuita, aliyekuchagua, aliyekufilia msalabani, aliyebeba laana zako. Mkumbuke yeye pekee, katika jina la Yesu. Mungu uzima na wabariki. Nimeshukuru kwa wakati huu. Ningependa tusimame tuombe. Ukiwa nyumbani, simama tu mbele za Bwana tu. Baba, katika jina la Yesu, ninakushukuru kwa sababu ya nafasi hii ambayo umetupatia Bwana, tukaweze kushiriki neno lako. Bwana, uinuliwe na utukuzwe. Tunapokumbuka kufa kwa Bwana wetu Yesu Kristo na kufufuka, Bwana, kwa ajili yetu tunakusifu na tunakutukuza. Asante kwa sababu ulibeba dhambi zetu, ulibeba makosa yetu, ulibeba hukumu zetu na ukatuondolea hata na hizo hukumu, Jehova. Na sasa Bwana, kwa sababu ya kukuamini, tumekwisha kufanyika wanao, tumekwisha kufanyika warithi pamoja na Yesu Kristo katika ufalme wa baba yake na baba yetu, katika jina la Yesu. Ninakushukuru kwa sababu ya wote ambao umechagua. Asante kwa sababu ya wote ambao umeita katika mwito huu. Bwana, ukawadumishe katika jina la Yesu. Bwana, ulisema it is finished. Ulisema yote yamepita, yote yameisha. Ninakushukuru maana laana zote zimekwisha ondolewa katika jina la Yesu. Uchungu wote Bwana ambao ulikuwa umetukondolea macho, Bwana, hukumu ya jehanamu umetuondolea. Baba, pokea sifa. Ninainua nchi yetu mikononi mwako. Ninainua bara la Afrika mikononi mwako. Ninakumbuka mabara zote Bwana mikononi mwako. Wakati huko na magonjwa Bwana, ninaomba ukakumbuke upendo uliokuwa nao katika msalaba wa Kalvari. Ulikataa kunywa divai iliyochanganywa na nyongo ili usikie uchungu wote Bwana. Tazama, kuna watu walio na uchungu wa magonjwa, uchungu wa maumivu. Bwana, kwa jina la Yesu ukawaponye. Bwana, ulipigwa mijeledi ili sisi tuweze kupokea uponyaji. Ninaomba katika jina la Yesu. Bwana, tazama dunia nzima, haswa hata nchi yetu ya Kenya. Bwana, kuna hofu, kuna uoga kwa sababu ya ugonjwa Bwana ambao hauna dawa. Jehova, ninaomba kwa jina la Yesu. My God, remember your love. Remember your love, King of glory. And remember your mercy, O God. Remember the covenant of the New Testament. In the name of Jesus. Bwana, ukumbuke, uponye nchi yetu ya Kenya. Utusamehe dhambi zote na makosa katika jina la Yesu. Utuondolee janga hili, utuondolee magonjwa haya, utufanye kuwa viumbe vipya Bwana, katika jina la Yesu. Bwana, ugonjwa huu hautatumaliza, ugonjwa huu hautatuangamiza katika jina la Yesu. Kanisa lako litasimama, hili kanisa ambalo ulinunua pale msalabani Kalvari, hili ambalo lilipa deni yote kikamilifu Bwana, litasimama tena, litasimama tena. Ulisema utajenga kanisa lako na milango ya kuzimu haitalemeza. Uinuliwe na utukuzwe. Ni kwa jina la Yesu Kristo aliye Bwana na mkombozi wetu tumeomba na kuamini. Amen. Amen. Mungu awabariki. Tutakutana siku ya Jumapili katika Easter Monday for another sermon. God bless you.